Ni exclusive interview na miongoni mwa watu ambao kwa hakika naweza ngasema wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya dini. Kubwa zaidi kuzungumza kuhusiana na mwenendo wa dada yetu, naweza nikasema hivyo, anaitwa Nifa, mmoja kati ya watu ambao siku kadhaa zilizopita, kwa maana kwamba siku 2 zilizopita alikuwa huru ama ameachiwa huru kutoka kwenye kesi yake. Sisi tutazungumzia masuala mazima ya kesi. Kubwa zaidi ambacho tutazungumzia hapa ni kuhusiana na imani yake. Inaonekana kwamba ni swala la imani kwa sasa limekuwa kubwa kweli. Amesikika mara kadhaa alipokuwa ametoka gerezani, amekuwa amezungumza maneno mazuri ambayo watu wengi wamekuwa wamevutiwa nayo. Watu wakasema kwamba Nifa muda huu imani yake imekuwa ni kubwa sana. Tukasema wacha tumtafute Shediwani tuzungumza naye atuambie kwa mwenendo ambao dada yetu ameonekana anao muda huu, kuna kipi ambacho wadau wake wengine wanaweza kujifunza kupitia kwa hiki ambacho Nifa amekifanya ama amekizungumza. Shediwani, asalamu alaykum. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika wewe ni miongoni mwa watu ambao mara kadhaa wamekuwa mkihubiri kwenye swala zima la kumcha Mungu na watu kuwa na imani. Tumeweza kuona ama naweza nikasema hata wewe umeona baadhi ya maneno ambayo alikuwa amezungumza dada yetu huyu Nifa, maneno ya mazuri kabisa. Nitamani nifahamu kauli yako ni ipi kwa kumsikia Nifa, yale ambayo amezungumza na vile ambavyo unaamini ni kweli muda huu Nifa imani imekuwa nzuri zaidi. Kwanza katika jambo hili la huyu dada yetu Nifa, namna ambavyo tulivyomuona alivyotoka kule gerezani na namna ambavyo alivyobadilika na kuwa mtu safi, kwa mujibu wa maneno yake yanatubainishia wazi kabisa kuna kitu ambacho amejifunza. Unajua Waarabu wana msemo, wanasema mifika ya dhaharu mafika, kutokana na maneno yako yale ambayo utakayoyazungumza ndio yanadhihirisha kile ambacho kilicho ndani yako. Sasa mimi nafikiri nimewahi kumuona ukhti Nifa huyu wakati akiwa gerezani, analetwa pale mahakamani akiwa mkononi mwake ameshika tasbihi. Lakini siku ile anatoka akatudhihirishia katika ile tasbihi ni nini alichokuwa anasema. Alikuwa anasema dua. Haya maneno ni maneno ya dua ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hatosema yoyote neno ambalo neno hilo alilisema ndugu yangu ambaye ni Nabii Yunus alayhi salatu wasalam akiwa katika tumbo la samaki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtoa ndani ya tumbo la samaki. Alikuwa akisema hivi: la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sasa na haya ndio maneno ambayo tumemwona Nifa siku ametoka gerezani, ndio siku aliyosema haya maneno akiwa ameshika tasbihi, ishara ya kwamba zile mara zote tulizokuwa tukimuona akija pale mahakamani akiwa na tasbihi, maana yake alikuwa anadumu sana na haya maneno. Na alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu amemsikia, inshallah amemtoa. Lakini kizuri zaidi ambacho mimi nilichofurahika naye ni namna ambavyo alivyotoka gerezani, maneno anayoyazungumza, mandhari yake yalivyo, yanaonyesha wazi amejifunza kitu kikubwa sana. Na mimi naweza nikatoa kauli ya kumpongeza. Lakini kumpongeza huku ni nini? Ni baada ya shida alizokutana nazo kumfunza. Imam Shafi ana maneno anasema, shukran laka ya shadaid, ya kwamba ninakushukuru sana ewe shida, walastu ashkuruka lianni uhibbuka, na si kwamba nakushukuru wewe shida kwa sababu nakupenda. Lakini anasema lakini mimi wewe shida ulichonifanya mpaka nikushukuru, umenifanya kujua sasa ni namna gani naweza kuishi, ni namna gani naweza nikakosea, lakini namna gani naweza nikarejea katika njia iliyo sahihi baada ya kupitia katika shida na misukosuko. Kwa hiyo Nifa amepitia katika shida na misukosuko, lakini imekuwa ni darasa bora lilomfunza kwa kauli yake mwenyewe na mandhari ambayo tunamuona alikuwa nayo hivi sasa. Ishara ya wazi kabisa kajifunza, na sisi tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu huu msimamo ambao aliotoka nao aendelee nao. Msimamo huu ni msimamo mzuri sana,
Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, amfanyie sahali katika majambo yake. Kiukweli yuko sawa na sisi tunampongeza kwa hilo, lakini kadhalika vile vile iwe ni funzo kwa watu wengine. Kule mahala sio kuzuri kabisa, hakufai kiukweli. Miongoni mwa, hebu mtazame Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wasalam. Nabii Yusufu alifanywa vitimbwi fulani, baadaye akachukuliwa akapelekwa jela. Lakini kutokea pale pale jela ndipo sharafu yake ikapatikana, utukufu wake ukapatikana. Sababu kuna watu waliota, na hasa mfalme wa Masri aliota. Baada ya kuota ikawa sasa anatafuta nani wa kumfasiria ndoto yake, ikawa mtihani. Lakini kuna mtu akamwambia kuna mtu yuko jela anaitwa Yusuf, huyo ana uwezo wa kuifasiri hii ndoto kiufasaha. Yani kaota kwa maana kuna ng'ombe 7 wanene, alafu wa ng'ombe wanene wanameza ng'ombe 7 wembamba. Yani ng'ombe 7 wembamba wanameza wale ng'ombe 7 wanene. Sasa ndoto ikawa inashangaza. Kwa nini hawa wanene ndio wasio wanameza hawa wembamba, lakini eti hawa wembamba ndio wanaomeza wale wanene? Basi kuna mtu akamwambia kuna mtu yupo jela kule ana uwezo wa kufasiri hiyo ndoto. Angalia Mwenyezi Mungu anapotaka kukupa sharafu, wakati mwingine anakupitisha katika wakati mgumu, katika mitihani hapa na pale, ili baadaye aweze kukupa sharafu kwa kadiri ambavyo anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi akaenda mtu kule akafasiriwa ile ndoto. Alipokuja kwa mfalme akaona huyu mtu muhimu sana, hebu nimtoe huko. Alikatolewa kule akapewa waziri mkuu wa Misri. Unaona mambo jinsi, lakini ametokea wapi? Kwenye shida. Kwa hiyo tunataraji pia kwa Nifa naye Mwenyezi Mungu anaweza akajalia hii shida aliyopitia ikawa ni sababu ya kumfanya sasa kusimama katika imani iliyothabiti kabisa. Na hasa hata ukimwona mama yake, unamuona sasa ni mtu ana nuru. Yani mama yake ni mtu ambaye ana nuru ya Uislamu. Na unamuona ni mtu ambaye, yani appearance yake tu ukitazama unajua huyu ni mama anayejua nini maana. Yani mama mwenye imani kiufupi iko hivyo. Sasa insha Allah namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie kila la kheri, lakini pia tumpongeze asibadilike tena, awe katika misimamo hii ambayo alikuwa nayo. Huenda Mwenyezi Mungu akawa alikuwa anataka kumuonyesha jambo na kumbadilisha, kumtoa katika hali aliyokuwa nayo pale mwanzo. Maana mwanzo alikuwa kidogo sio vizuri sana. Mimi nimeona kuna kiklipu chake anacheza hivi, sio kizuri sana kile. Kwa hiyo mimi ningeomba tukule kwenye kucheza kule asirudie tena, abaki huku alipo, appearance aliyokuwa nayo hivi sasa. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri, akipata neema kutoka kwa mume wake, na kama hana ndoa basi inshallah aombe dua sana patikane mtu mmoja shekhe akamuoe inshallah biidhnillah. Shekhe yani aolewe na shekhe, huyu Nifa atakuwa mtu sana kama hajaolewa. Hilo neno kama litumike, maana iseme kwamba mashekhe wanajipigia debe, hapana. Kama hajaolewa basi inshallah Mwenyezi Mungu amjalie apate mtu mmoja shekhe. Tena ni vizuri sana kama anaolewa na shekhe alafu akawa yeye ndio mke wa 4, raha sana hapo zaidi. Anaweza akapata matunda ya dunia na akhera pia inshallah biidhnillah. Nifa olewe mke wa 4 na shekhe, ya Allah, naam, itakuwa ni nzuri sana kwake yeye, atafaidi sana matunda ya dunia na akhera biidhnillah alkarim. Watu wanaweza kastuka, watu wakisikia kwamba mtu anaolewa mke wa 2, wa 3 ama wa 4 atastuka. Bila shaka hata watazamaji wetu huenda wakashtuka. Faida yake ni ipi labda yeye kuwa mke wa 4, Nifa kaolewe mke wa 4 tena wa shekhe? Sah, siku zote mke anapokuwa wa 4 anakuwa ni mke wa mikakati. Siku zote mke anapokuwa wa 4 anakuwa ni mke wa mikakati. Na mara nyingi sana mke wa 4 huwa anadeka sana. Sisemi anapendwa sana, huwa anadeka sana. Na appearance ya Nifa ni kudeka. Ukimwangalia tu unafahamu, katika ilmu nafsi, ilmu ya saikolojia, unafahamu hicho kitu. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Unaweza kusema basi baba anajipigia mwenyewe. Shehe una wangapi sasa? Mimi na 4 shakamilisha. Shakufunga mimi. Aiwa, tayib. Nitamani walau kwa uchache kama ulisikia ile dua ambalo Shehe alikuwa Nifa alizungumza mara baada akiwa anatoka pale mahakamani.
sio wote ambao wanafahamu masuala ya dini ama dini ya Uislamu, wengine wakaelewa tafsiri yake ilikuwa ni nini. Walau kwa uchache alikuwa anazungumza nini pale Nifa? Alikuwa anasema la ilaha illa anta, kwa maana akisema, akimwambia Mwenyezi Mungu hakuna mola pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni wewe, inni kuntu minadh-dhalimin, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wale waliojidhulumu. Ndo tafsiri ya yale maneno alikuwa akiyasema pale Nifa. Na hii ni dua ya Nabii Yunus. Unajua Nabii Yunus alikumbwa na mkasa, alikuwa na hasira katika mji wa Ninawa na Gharqa, ndio alipokuwa akiishi Nabii Yunus alayhi salatu wasalam. Sasa pale Nabii Yunus akawa anawalingania watu wake wamjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kila akiwalingania hawaelewi, kila akiwalingania watu hawaelewi. Akaona dawa ya hawa watu ni kuwakimbia tu, akaamua kuingia kwenye jahazi, anaondoka. Sasa upepo ukawa mkali, mawimbi akawa makubwa, na wakati ule walikuwa wanajua kwamba jahazi likileta shida basi humu ndani ya jahazi kuna mtu sio sahihi. Wakaanza kuulizana, jamani, humu kuna mtu sio ambaye hayuko sawa humu. Sasa huyu mtu asije akasababisha na sisi wengine tusokuwa na matatizo tukaja kupata madhara kwa ajili yake. Sasa tupige kura, yule ambaye atakayeonekana hayuko salama tunamtosa baharini ili safari iendelee. Nabii Yunus huyo. Basi wakapiga kura, kila wakipiga kura zinadondokea kwa Yunus. Lakini wale watu wana adabu na nidhamu, wanajua huyu ni mtume wa Mungu, kweli atakuwa ni huyu, hebu turudie tena. Wakarudia tena, ikadondokea kwa Yunus. Kumwambia wana mzee, wewe bana, inatakiwa sisi tukutose baharini. Wanaona haya kwa sababu wanamjua ni mtume wa Mwenyezi Mungu, wana heshima. Sasa tunafanyaje? Wakapiga tena kwa mara ya tatu, ikadondokea pepe kwa Yunus. Yunus akamwambia, jamani, msipate tabu, mimi najua nyinyi kunitosa baharini hamtoweza, acha nijitose mimi mwenyewe, yenyewe muendelee na safari iwe salama. Basi akajitosa baharini. Ile anajitosa tu, akaja samaki akamchukua, akammeza moja kwa moja mpaka tumboni, alafu akaenda naye chini ya kina cha bahari ndani ya masiku matatu. Wakati akiwa ndani ya tumbo lile ndo akawa anasema yale maneno alikuwa anasemwa na ukhti Nifa. Ndio alikuwa anasema yale maneno, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, kwamba hakuna mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni wewe, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa wale ambao waliojidhulumu nafsi zao. Kwa hiyo yule samaki sasa akakaa ndani ya masiku matatu ndani ya tumbo la samaki yule nabii. Kisha baada hapo samaki akaja naye mpaka katika ufukwe wa bahari, akamtema huko baharini, akamrudisha kule kule katika ule mji ambao yeye alipokuwa anakimbia. Karudishwa kule alipo pale ufukweni, alipotemwa na samaki, mwili umechoka, anaumwa, afya imetetereka. Ndio Mwenyezi Mungu anasema, wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin, na tukamuoteshea sasa mti unaitwa yaqtin, mti wa boga ule. Ndio akaoteshewa ule, akala, akapata nguvu. Baada ya kupata nguvu akarudi kuendelea kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo imani ikawa madhubuti, akasimama imara. Kwa hiyo pia na imani kwa Nifa iwe madhubuti na asimame imara, atakuwa amepita mfano wa mapito aliyopita Nabii Allah Yunus alayhi salatu wasalam. Sawa, tumalizie. Wapo wengi, sio tu Nifa, kuna wanawake wengi, kuna wasanii wengi, kuna watu wengi maarufu ambao walikuwa kama Nifa alivyokuwa mwanzoni. Tabia kama hizo ambazo umesema, wanacheza cheza, wengine wanafanya vile ambavyo Mungu havitaki ama imani ya Kiislamu haitaki, lakini hawataki kubadilika ama wabadiliki. Tunawaambiaje? Ni wao wasubiri mpaka watapoingia gerezani na wabadilike, ama kauli ni ipi hasa? Maneno mazuri sana. Sisi tunawaambia wabadilike bila hata ya matatizo. Mfano tunaye dada Snura, yeye kabadilika bila ya matatizo. Kwa hiyo inawezekana mtu kubadilika. Yaani mimi kuna watu nawatamani sana wangebadilika, wao wangebadilisha watu wengi sana. Kwa mfano Shilole, na mtamani sana angebadilika kutoka katika yale mauzauza yake, akasimama imara. Huyo angekuwa mtu mmoja safi sana. Yaani angebadilisha watu wengi sana. Ndio, kwa sababu naona Shilole anakuwa kama role model wa kina dada wengi sana. Kuna kina dada wengi sana wanatamani kuishi vile alivyo Shilole. Naona hivyo. Kwa hiyo lau kama namtamania sana Mwenyezi Mungu ambadilishe, kumtoa katika mauzauza hayo, aje katika njia iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na si kwamba kila mtu mpaka usubirie kupatwa matatizo
ndio ujue Mwenyezi Mungu yuko wapi, ndio utafute tasbihi. Bali hivi wakati wa raha ndio mzuri zaidi kumrejea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kuna kumrejea Mwenyezi Mungu kwa shinikizo na kuna kumrejea Mwenyezi Mungu kwa matashi ya nafsi yako mwenyewe. Kuna mtu anaweza akakaa kusema lakini mimi nishazini sana, nishaiba sana, nishafanya sana mambo ya ajabu. Mpaka lini? Hivi hali hii mpaka lini? Anajiuliza. Alafu anapata majibu, anaona kuna haja ya mimi kuachana na haya mambo, na anaacha kweli. Tumeona kuna baadhi ya watu wako hivyo. Kwa hiyo asisubirie mtu labda mpaka aende gerezani au apatwe na cha kupata, kisha baada ya hapo ndo aseme sasa narudi kwa Mwenyezi Mungu. Unaweza kuamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu, ni kuamua, ni maamuzi tu. Ukiamua na Mwenyezi Mungu akujalia taufiki, basi mambo yatakwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sawa, tumalizie. Sisi ambao mara nyingi tumekuwa tunafanya mahojiano na wewe, tumekuwa tunapata maswali kila kukicha, hasa kupitia kwenye jukwaa lako, jukwaa ambalo unalizungumza kila siku Alhamisi. Walau tumia maiki zetu na kamera zetu, waambie sasa kila Alhamisi na kwa kuna nini na nini kinafanyika, lakini kubwa zaidi huduma zako ni zipi na zipi, waje wapi na vipi ambavyo watu wanaweza kufika ofisini kwako kwasa. Sawa. Kila siku ya Alhamisi huwa tunafanya jukwaa la Sheikh Yusuf Diwani, na jukwaa hili huwa lina mada za aina mbalimbali, zikiwemo mada maalum zikielezea masala ya maradhi na matibabu ya aina mbalimbali. Lakini kadhalika kuna taratibu za dua kwa wale wenye mashakili ya aina mbalimbali. Kwa hiyo kusumbuliwa na masala ya uchawi, masala ya mashaitani, majini hawa, lakini kadhalika masala ya maradhi ya kibiolojia na hata maradhi haya ambayo yaliyofanywa vipimo vikakosekana kufahamika nini tiba yake. Hapa sisi tunaweza kuyafanya hayo mambo katika ufasaha. Na tunapatikana Mbagara Kiziwiani, barabara ya lami ya kuelekea jeshini, ndio tunapatikana hapo, na ni kila siku kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 10 jioni, isipokuwa siku ya Ijumaa tu ndio siku ambayo tunakuwa nasi tunapumzika kwa sababu siku fupi hiyo. Kwa inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, usikose, yani niwaambie tu ndugu zangu wasikose kutufuatilia kila siku ya Alhamisi katika jukwaa letu. Faida ni kubwa mno inapatikana. Watapata mada mbalimbali, burudani, yani tunasema mada ambazo ndani yake zina burudani, na wageni wa aina mbalimbali, mashekhi wa aina mbalimbali watawaona hapa inshallah biidhnillahil karim inshallah. Naam, ni mahojiano hayo mafupi na matamu na shehe wetu, mwalimu wetu ni Ustadhi Diwani, mmoja kati ya watu ambao wanatoa huduma za dua kama vile ambavyo mwenyewe amekuwa amezungumza hapa mwishoni. Ofisi ipo Mbagala Kizuiani. Kama una uwezo kufika unaweza kufika, ila ukishindwa unaweza kutafuta taasisi kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tuambie kwamba nina shida ya kufika alipo ama nina shida kupata mawasiliano na Sheikh Diwani, tunaweza tukakufikisha ama kukupa mawasiliano ambayo kwa hakika unaweza kumfikia. Kubwa zaidi tulikuwa tunazungumza kuhusiana na imani ya dada yetu Nifa. Mengi shehe wetu amezungumza hapa. Kama unahisi yuko sahihi kwa nafasi fulani, unaweza ukaacha ujumbe wako kwenye comment hapa. Lakini pia kama unahisi na wewe una imani ya kwamba Nifa walau imani yake sasa ipo thabiti, ni kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu anahitaji, pia unaweza ukaacha kwenye comment hapo. Kama kuna kitu ambacho shehe wangu amezungumza chochote kimekukwaza, usisahau kuacha maneno pia. Sema bwana, hivi shehe umezungumza, mimi sijapenda, usitukane kwa sababu yeye ni binadamu, hakuna mtu ambaye ipo kamili. Kubwa zaidi ni kuambia kama ndo mara yako kwanza kutazama video kuna kwa YouTube channel yetu, usisahau kusubscribe. Thanks for watching.